Neno nidhamu ya kutumia barabara ni utaratibu ambao unaopaswa kufuatwa pale ambapo unapoitumia barabara. Uwe unatembea kwa miguu, uwe unasukuma kokoteni, uwe unaendesha baiskeli, uwe unaendesha chombo cha moto, unafanya kitu kingine chochote kile ambacho kinachohusu barabara. Ni lazima uwe na nidhamu ya matumizi sahihi ya ile barabara. Lengo ni moja tu, kuhakikisha kwamba unakuwa salama wewe na watumiaji wengine wa barabara. Kwa watumiaji wa vyombo vya moto, ili waweze kutumia chombo cha moto kama ulivyosema, ni kwamba lazima waende darasani, wapate elimu ya usalama barabarani. Na wanapopata elimu ya usalama barabarani, halafu wanakuja kujaribiwa kwa kufanyiwa mitihani ya nadharia na vitendo, ili kuweza kujua ufahamu wao juu ya kuitumia barabara kwa usahihi, ili wao wasiwe changamoto kwa watumiaji wengine wa barabara. Sasa wanapoitumia barabara kwa usahihi, ndipo wanapokuwa suluhisho barabarani. Sasa watatumiaje barabara kwa usahihi? Yaani hiyo nidhamu, wao wanahusikaje? Wanahusika kwa namna moja au nyingine, wanahusika mara mbili. Wanahusika wao kama wao kuhakikisha kwamba wanakuwa salama. Wanahusika wao kama wao kuhakikisha kwamba watumiaji wengine wa barabara wanakuwa salama. Sasa wao tunawatemu kwamba wao, wale wengine ambao wanaotumia vyombo vya moto, wao hawaelewi. Wanaotumia vyombo baridi, wanaotumia vyombo baridi hawaelewi, na wanaotembea kwa miguu hawaelewi, kwamba wao ndo wanaelewa zaidi ya wale. Kwa hiyo ili wafanye vizuri, wanapaswa kujua kwamba kwenye fikra zao waweke akili ya kwamba hawa hawajui. Sisi ndo tunafahamu, kwa kuwa tumekwenda darasani, tumesoma, tumeelewa na tumefanyiwa mitihani ya nadharia na vitendo, tumefaulu. Baada ya kufaulu, ndipo tumepewa ruhusa ya kuingia barabarani kutumia hiki chombo cha moto. Kwa hiyo kile walichokisoma darasani wanapaswa kukionyesha kwa vitendo wanapokuwa barabarani. Wanapaswaje kukionyesha kwa vitendo? Wanapaswa kuitumia barabara kwa kufuata ile misingi husika. Kwa mfano, hapa nchini kwetu Tanzania, tunapita upande wa kushoto mwa barabara kwa sisi tunaotumia vyombo vya moto, au kwa wale ambao wanaotumia vyombo vya moto wanapaswa kupita upande wa kushoto mwa barabara. Kwa hiyo unapopita upande wa kushoto mwa barabara, ndio utaratibu uliopo hapa nchini kwetu. Lakini huo utaratibu unaweza ukaenda nchi nyingine ukabadilika. Kwa hiyo wewe unachopaswa kukifanya ni kwamba kusoma alama, ishara na michoro ya barabarani inataka nini, na ndio lugha ya mawasiliano kwa watumia barabara wote. Kwamba yawezekana umetoka hapa, lakini ukiwa unaingia Rwanda au Burundi, wao wanapita kulia. Sasa kama alama inanitaka nipite kulia, basi unahama sasa kutoka kushoto upita kulia. Lakini alama za barabarani ni zile zile tu, alama ambazo za kimataifa zinazojulikana pande zote, zinazojulikana nchi tofauti tofauti, hususan nchi zile zilizotawaliwa na Muingereza pamoja na Mfaransa. Wote tunatumia hizo alama za barabarani. Lakini tunapotumia hizo alama za barabarani, ndipo tunapoitekeleza sheria ya usalama barabarani, ndipo tunapokuwa na nidhamu ya matumizi ya barabara tunapokuwa barabarani. Kwa hiyo moja, wao wanapaswa kufuata zile taratibu ambazo walizofundishwa darasani. Afu pili, ili wafanye vizuri zaidi, waamini kwamba hao wenzao hawaelewi, wao ndio wanaelewa zaidi. Kama wao wanaelewa zaidi, itabidi wawasaidie hawa wasioelewa. Lengo na madhumuni kuhakikisha kwamba nakuwa salama. Na ndio maana wanapofundishwa darasani kuna somo la udereva wa kujihami. Udereva wa kujihami ni ile hali au ni kitendo cha kuepusha ajali, hata kama wewe sio mshiriki katika kusababisha ile ajali ambayo ingeweza kutokea endapo kama usingeiepusha. Kwa hiyo udereva wa kujihami una maana kubwa, na unafundisha udereva wa kujihami kwa kuwa nafahamu ya kwamba kuna watu watasababisha ajali kwa uzembe. Kwa hiyo wewe uliyekwenda darasani, ni jukumu lako kujitahidi kuhakikisha kwamba ile ajali inaepushwa. Inaepushwa na nani? Inaepushwa na wewe dereva ambaye uliyekwenda shule, na umeona kwamba pale inaweza kusababisha ajali, endapo kama na mimi nitakwenda kama anavyokwenda
yule ambaye naamini kwamba haelewi. Mimi ndo naelewa zaidi, naepusha ile ajali. Tukifanya hivyo tutakuwa tuko salama.